Kwenye taarifa yetu kuu, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Erastus Ethekon amehakikishia taifa kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa huru na wa kuaminika. Mtazamaji, Ethekon akizungumza wakati wa mkutano wa maombi na staftahi ulioandaliwa na shirikisho la makanisa ya Kievanjelisti, Ethekon aliyataja kuwa yasiyo ya msingi madai kwamba aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan alipigwa kalamu, akisema kwamba matamshi hayo ama madai hayo yanaweza kusababisha migawanyiko humu nchini kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hii leo tume ya IEBC iliandaa mkutano na shirikisho la makanisa ya Kievanjelisti kama sehemu ya mpango wake pana wa kushauriana na wadau mbalimbali katika mchakato wa uchaguzi humu nchini. Ni hapa ndipo mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon alikanusha madai kwamba kujiuzulu kwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC Marjan Hussein Marjan kulihusiana na uchaguzi mkuu ujao. We shouldn't invent things that are not there to try and character assassinate or malign him, because it's not there and it's not fair. Huku akimpongeza afisa mkuu huyo mtendaji anayeondoka kutokana na uchapakazi wake alipokuwa madarakani, Ethekon aliwaonya wanasiasa dhidi ya kufasiri visivyo hatua hiyo. See the way some headlines there basically trying to drive a different agenda about our former CEO, who is a very serious professional in this country. I will speak the truth. We agree we will speak the truth. He is a serious professional. He has rendered his service to this nation. Let us not cause alarm over things that did not exist. Ethekon aliahidi kuandaliwa kwa uchaguzi huru na wa kuaminika, akiwahimiza wanasiasa kukoma kufikiria kuvuruga mchakato wa uchaguzi humu nchini. I've been looking carefully to see and understand how IEBC rigs elections or actually steals elections, and I'm unable to see it. And I don't think I'm exactly a very stupid person that I can't see this. And the time that I've heard to oversight elections, the last by-elections that happened, I saw very professional staff at IEBC. Kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi ujao, tume hiyo itakuwa inatekeleza shughuli nyingine ya usajili wa wapiga kura kwa wingi mwezi ujao, ambapo inalenga kuwasajili wa Kenya milioni 6.3. We will set up our registration centers almost in every major village in the country. And I believe that's why the Evangelical Alliance comes in. Because now when we move to the regions, to the constituencies, to the wards, to the villages, you can assist us through your network of the many churches across. Mwenyekiti wa shirikisho la makanisa ya Kievanjelisti Askofu Philip Kitoto alitumia fursa hiyo kukashifu visa vya vurugu vinavyopangwa humu nchini, akihimiza asasi husika kuchukua hatua dhidi ya wale wanaohusika. We must, as a church, condemn all forms of organized violence or unorganized violence, hate speech, incitement of any kind, as we move towards 2027 and beyond. Because what we are building is not just for a peaceful election, but for a productive society. Huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027, viongozi wa kidini wametakiwa kutofyata mdomo kuzungumzia uozo katika jamii. Wito huu unatolewa wakati ambapo joto la kisiasa linaendelea kushuhudiwa humu nchini, kila mwamba ngoma akivutia kwake, wanasiasa wakitakiwa kutuliza boli. Timothy Kipnusu, Darubini, Nairobi.